Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Samson Frederick, nimeokoka na mpenda Yesu. Ni mwalimu wako wa masomo mbalimbali ya usuyo, uchumi, malezi bora ya watoto na mambo mbalimbali ya kijamii, lakini na masomo mbalimbali ya kibiblia. Ni mzee wa kanisa kutokea kanisa la PCT chini ya Askofu Dr. Frederick Simon. Leo nina somo ambalo natamani ni kushirikishe. Somo linasema ukiona mambo haya manne ujue Mungu anaenda kukuinua sana. Ukiona mambo haya manne yanaanza kujitokeza katika maisha yako, unatakiwa ujue kwamba Mungu anaenda kukuinua sana. Ukiona mambo haya manne ujue Mungu anaenda kukuinua sana. Kuna ishara Mungu anapotaka kuanza kukuinua na kubariki, kuna mambo ambayo utaona kama dalili. Jambo la kwanza, anakutanisha na watu wanaothamini ulichonacho. Anaanza kukutanisha na watu ambao hakika wanathamini kile ulichonacho. Unaweza ukawa unakutana na watu mbalimbali lakini wanaangalia kile ulichonacho, wanakidharau, wanaona ni cha kawaida, wanaona wewe ni mtu wa kawaida, mbona wa kawaida sana, mbona wa kawaida sana. Lakini Mungu akitaka kuanza kukubariki, ataanza kukutanisha na watu ambao wataanza kuthamini kile ulichonacho. Kwa wale wasomi ambao wanasoma Biblia, wanaweza wakakutana na habari ya mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa na tabia ya kuota ndoto. Mara nyingi alikuwa akiota ndoto, anawaambia ndugu zake kwamba nimeota ndoto namna hii, nimeota ndoto namna hii. Lakini wale ndugu zake waliona ni jambo la kawaida tu. Huyu dogo anaota ndoto za namna hii, kwanza haiwezekani, atawezaje kututawala? Hata baba yake ni kama hakuamini. Lakini ukisoma Biblia, baba yake alilihifadhi neno hilo. Lakini huyo Yusufu alipokwenda kuota ndoto na alipoanza kwenda kumtafsiria ndoto Farao, alipoenda kuwatafsiria ndoto Farao na wale waliokuwa gerezani, walianza kuthamini kazi ya Yusufu. Na alipokutana na Farao aliyethamini kazi yake, aliyemthamini kwa kile alichokuwa nacho, tunaona maisha ya Yusufu yanabadilika. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo Mungu huwa analifanya, anakukutanisha na watu ambao wataanza kuthamini kitu unachokifanya. Ukiona unakutana na watu ambao wanathamini kile kitu unachokifanya, ujue Mungu anakwenda kukuinua kwa namna ya kipekee. Lakini jambo la pili, anakupa mazingira ya kuonesha kile ulichonacho. Mungu anakutengenezea mazingira ya kuonesha kile ulichonacho. Unajua kuna watu wengi sana wana mambo mazuri lakini hawafahamiki. Kuna waimbaji wazuri sana ambao wanaweza wakaimba lakini hawajulikani. Kwa hiyo Mungu akitaka kuanza kukutengenezea njia ya kuelekea kwenye mafanikio yako, anachokifanya anakupa mazingira ya kuonesha kile ulichonacho. Unaweza ukashangaa tu ni kwamba mtu anakuambia hebu twende sehemu fulani, kuna ibada ya kusifu na kuabudu kwa mfano. Na unapokwenda kwenye ile ibada unasikia tu msukumo kwamba na wewe uimbe wimbo mmoja. Unapoimba unashangaa unakutana na watu ambao wanapenda kipawa chako, wanapenda huduma yako. Inawezekana ikawa ni issue ya kikazi tu, rafiki yako tu amekuchukua, hebu twende sehemu moja. Na unaona jambo analolifanya labda linawatatiza, linawasumbua, na wewe unawasaidia pale. Kile unachokifanya watu wanaanza kukiona kwa ukubwa. Ukiona Mungu anakutengenezea mazingira ya kuonyesha kile ulichonacho, ujue kwamba ni wakati wako, Mungu anaanza kwenda kukuinua kabisa. Na hapa Mungu atakukutanisha na watu wakubwa. Inawezekana ikawa mtu amekuchukua tu, unaweza ukawa umechukuliwa tu labda twende kwenye kikao, kumbe unaenda kukutana na watu wakubwa. Na unapoenda kusalimiana na wale watu, unapoenda kukutana na wale watu, unajikuta unatengeneza connection kubwa na Mungu anaanza kuonyesha kile ulichonacho kwa watu tofauti tofauti. Jambo la tatu, anakupa watu wa kuanza kukusemea vizuri. Utakapoanza kuona unapata watu wa kuanza kukusemea vizuri huku na kule, ujue Mungu anafungua milango yako ya baraka.
Unaweza ukashangaa tu ikawa ni kanisani, watu wanapendekeza nani atakuwa mhudumu wa semina labda ya Christmas au ya Pasaka. Unashangaa kuna mtu anajitoa kwa nguvu, anaanza kukusemea, anaanza kukupamba. Yani wanatumia nguvu kukusemea mambo mazuri. Inawezekana wewe ukawa ni fundi ujenzi, lakini unaona kuna mtu anakupambania, yani anakupambania kwa hali na mali upate tenda ofisini. Inawezekana ukawa una chochote unachokifanya, lakini pembeni kuna watu wanakupambania. Inawezekana unatafuta kazi, lakini unashangaa kuna watu wanakupambania, mara wamekutumia linki uapply, mara unaona wanakusemea vizuri huku na kule, huku na kule, huku na kule, huku na kule, wanakusemea vizuri. Ukiona kuna watu wanaamka kukupambania, kukusemea vizuri, kukuombea Mungu, kukutumia linki uapply kazi, kukufanyia, yani wanakupambania katika kile kitu ambacho unakihitaji, ujue muda wako wa kubarikiwa umefika. Jambo la 4, anakuza matokeo ya mambo unayoyafanya. Inawezekana wewe ni mwimbaji tu, unaimba kawaida, lakini kwa ule ukawaida wako, kwa ule udogo wako, watu wanatokea kuona kwamba ni huduma kubwa ipo ndani yako. Katika kila jambo dogo ambalo unalifanya, basi Mungu anaendelea kukuza zaidi na zaidi. Inakuwa kama zile habari za wale wakoma. Nafikiri wote tunaelewa habari za wale wakoma. Wale wakoma walipokuwa wanatembea kwa ajili ya kwenda kwenye kambi za maadui wa Shami, tunaona Mungu aliwasikilizisha Washami vishindo. Walikuwa wanatembea kawaida tu, yalikuwa ni mambo madogo tu ambayo, yani ilikuwa ni kundi dogo tu, wakoma wachache tu, lakini walivyokuwa wanaenda kwenye kambi za wale Washami, tunaona Mungu aliwasikilizisha Washami vishindo kana kwamba majeshi makubwa yanakuja. Unajua Mungu akitaka kukubariki, kile kitu kidogo unachokifanya kitaonekana kwa ukubwa, kitaonekana ni kwamba ni jambo kubwa umefanya. Yani unaweza ukafanya tu kitu kidogo kikagusa watu wengi. Unaweza ukaombea tu mtu akapona kwa ukubwa. Unafanya kitu kidogo kinakuwa na matokeo makubwa. Unaenda tu kujaribu kufanya interview, unashangaa umepita. Umefanya kitu hichi kimefanikiwa, umefanya hivi. Ujue huo ni wakati wako wa Mungu kukuinua. Kwa hiyo ukiona katika maisha yako haya mambo 4 yanaanza kujitokeza, yanaanza kuinuka katika maisha yako, ni ukweli kwamba Mungu anakwenda kukuinua. Mimi ni Samson Frederick, mzee wa kanisa kutokea kanisa la PCCT chini ya Askofu Dr. Frederick Simon. Nikuombe usiache kushare, usiache kusubscribe, usiache na kucomment. Nikutakie uwe na siku njema. Mungu akubariki sana. Amen.